Hujambo msikilizaji na karibu kusikiliza uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Jaikra Jaden, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wa habari, namkaribisha hapa Safari Alimasi kwa usomaji wa habari muhimu. Nikushukuru sana Bibu Kurtantine Aldama kwa kunipa fursa ya kuwaletea wasikilizaji wetu habari ambazo zimezipa kipaumbele. Tuanzie na hapa Baraka ambako binti wa miaka 14 kufariki kwa kupigwa risasi, watu 6 kujeruhiwa vikali kwa risasi, pesa, simu zaidi ya 5 kupelekwa, duka pamoja na nyumba kadhaa kuporwa. Au ndio matokeo ya vitendo vya uporaji vilivyoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha usiku wa Jumamosi, Jumapili na Jumatatu katika kata mbalimbali mjini Baraka. Na zingine ambazo tumezipa kipaumbele ni hizi za kiraifa ambako mji wa Goma umeeneza sasa mwaka mmoja ukiwa chini ya uongozi wa FC M23 Jumanne hii tarehe 27 Januari 2026. Tumalizie na huko Burundi ambako baadhi ya wakimbizi wa Kongomani wenye kupatikana ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wanaomba kwa vyombo vya usalama ndani ya kambi hiyo kuheshimu haki ya kimataifa ipasavyo wakimbizi. Bibu Kurtantine Aldama, bila shaka na kuacha uendelee na habari zingine. Asante sana Safari Alimasi kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Binti wa miaka 14 kufariki kwa kupigwa risasi, watu 6 kujeruhiwa vikali kwa risasi, pesa, simu zaidi ya 5 kupelekwa, duka pamoja na nyumba kadhaa kuporwa. Hayo ndio matokeo ya vitendo vya uporaji vilivyoendeshwa na watu wenye kushikilia silaha usiku wa Jumamosi, Jumapili na Jumatatu katika kata mbalimbali mjini Baraka. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yamelaani vikali vitendo hivyo. Mengi zaidi na Safari Alimasi na kukaribisha kwa mara nyingine tena. Raia wa jiji la Baraka wanapitia wakati mgumu kwa sasa kwa ukosefu wa usalama, hasa kuuawa kwa risasi. Visa vya unyanyasaji na uporaji vinaendelea kuripotiwa kila kuchao katika mji wa Baraka na pembezoni, na hivyo kupelekea raia wengi kuishi kwa woga na hofu mkubwa. Kulala na kuamka bila kutendewa mabaya mida za usiku na watu wenye kumiliki silaha inakuwa ni kwa neema, kitu ambacho kinanyima raia wengi wa Baraka uhuru wa kufanya kazi na kutembea. Katika kata mbalimbali kuna ripotiwa visa vya kutisha ambavyo vinagharimu maisha ya raia. Bwana Selemani Luitela Waia, akiwa baba wa marehemu Zabibu Mere Selemani, binti wa miaka 14 aliyepigwa risasi katika kata Kalinga Nord, kati ya wale watatu waliojeruhiwa na kupelekea yeye kufariki papo hapo, ameeleza hapa namna tukio hilo la uvamizi lilivyokuwa. Ndiyo, binti yangu alikuwa anaitika kwa jina la Zabibu Mireye Selemani, kwa mwanafunzi ku Institut Lemba, alikuwa mu premier année ya technique vétérinaire. Mimi jana na mimi sikukuwa nje, nilikuwa deja niko ndani kunatumia chakula, nikasikia masasi hapo nje nalia kabisa sababu la rafare. Mama mwenye alikuwa pale kusalo anaambia mtu mwenye ko pale, mwambie Zabi apande huko, jua alikuwa anauzisha machapati pale kwa barabara. Mtoto mwenye alimwitikia pale aseme Zabi anaanguka hapa, na pale nikaacha chakula, kakuta mtoto deja alishaanguka, babiana balisha yala pale wanamnyangula na kumbeba kwa hospitali. Sasa walipia kwa MSF akasema kwamba mtu alishafariki, ndipo mtu alibaki ku morgue bakarudia huko. Niliuliza ule kijana mwenye anauzisha mainite pale juu, naye aliumia mguu, ananiambia kwamba aliona watu watatu wanakuja na moto kutoka ngambo ya Uvira, wako wanaenda hivi, wakafika Kubiru hapa Kalinga Noro hapa kwa barabara, wakasimama, akaona watu wawili wanarudia, baba alikuwa na mateni za baibu. Mwenye alibakia pale alikuwa civil, mzee alibakia na moto. Sasa walifika pale tu wakaanza kupiga masase, ndio watu wakaanza umia huko wenyewe balikuwa wima, bote walipata miguu. Sasa yeye fie wangu alikuwa chini, risasi kampata kwa yeye mkono ya kuume hapa, ikaingia mumbavu ikatokea huko, ndio kisa mtu alifariki, lakini wanahakikisha kwamba ni wajeshi ndio waliwaona. Sanjari nayo Bwana Beri Chakubuta Jojongonda, ni mwenyekiti wa shirika la raia Sosiku RDC mjini Baraka, ameanza hapa kutoa picha na matukio ya watu kujeruhiwa kwa risasi alivyokuwa. Tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka huu tunao, ambapo watu watatu wameumia kwa kupigwa risasi kwa hiari na wanajeshi wa FRDC, ambapo kuna wawili ni wa civil au wa raia na kuna mwingine moja ni askari jeshi. Kwa hiyo kwa umoja raia ambapo alipigwa risasi ni Bwana Mbula. Bwana Mbula yule ni age wa
Polyclinique FEPAD. Yeye alikuwa anatoka kunivo ya beach ya mule Matata akijelekeza kwake nyumbani. Alipofika kunivo ya rompwe ya Eastem, basi alisimamishiwa na askari wawili wa FRDC. Umoja alikuwa anashikilia silaha na mwingine hakukuwa na silaha, na wakamlazimisha kwamba tupatie vyote ambapo ulivyo navyo. Akawapatia vitu vyote, aliwapatia masimu na akawapatia na franga. Franga zenyewe zilikuwa ni franga 3000 ambapo walikuwa nazo, na masimu na vitu vingine, na wakamsopa. Baada ya pale wakafikia kumupiga masasi, na wakati aliwapatia kwa hiari, walimlazimisha, wakamsimamisha, akasimama na akawapatia kwa hiari, lakini walimpiga masasi. Ni askari wawili wa FARDC, na walivyotembea hakuna mtu alijua. Wa pili ni bwana Msaba, yule alikuwa anatoka Polyclinique DJ akijelekeza nyumbani. Wakati alipokuwa akienda akafika kunivo ya DGI pale muai base ya pili, basi waaskari watatu wa FRDC wakamsimamisha na kumwambia, nafaa nini hapa? Si mimi nilikuwa nashindikizana, nataka kurudi, haya tupatie vitu vyako vyote. Wakati naye alivyotosha, wakamwambia kwamba nyinyi ndo wa M23 ambapo tuko natafuta katika jiji la Baraka, na pale mara moja wakampiga masasi na akaumia. Bahati mzuri ya kuumia vibaya kuliko ya bwana Mbula ambapo ameumia vibaya sana tena sana. Na watatu ni askari jeshi wa FRDC wa Unité Tigre, ambapo wakati masasi ililia, yeye alitaka kujielekeza ili aende angalie ni nini ambacho kinatuma masasi inalia, basi naye akapigwa masasi na wenzake wa FRDC. Kwa hiyo ndo watu watatu ambapo wameumia na wako kwenye hospitali yetu ya Baraka. Upande wa kata la Kalingasiri katika soko ya El Shaddai maarufu Mezoskal, baadhi ya wafanyabiashara waliotembelewa na wavamizi na kuchukuliwa vitu vyao hapa wanaeleza. Unatumika kwa pharmacie, niko pharmacie pa Mezoskal. Nilikuwa niko topa kwa pharmacie ma 18h passé, niko hapa na barafiki yangu wananiangalia, nikaona wasoda wawili wanakuya. Me wanavala mateniza kama ndio baibu, ndio kwa sema. Akafika pharmacie balikuwa wawili, mwaka ingia ndani, akamba nimpatie kifaru. Nikamata kifaru nikampatia, akukuwa na makuta kumbe. Akaenda sinyele mwenzake kama aliongea naye nini kule Mulingala mimi sijui. Mwenzake akafika mpaka ndani pharmacie, nilikuwa niko telefoni yangu mikono. Kama aliona nini kwa telefoni, akabeba telefoni yangu, asa anaipenda. Nikamwambia nipatie telefoni yangu. Tukaanza madiskito pale, sio mimi sipendi vya hivyo na kupiga masasi. Akaanza kukopesha huko, nikamwacha telefoni na kumbuka kwa watu hapo nje. Na ngosi alitoka naye na mwenzake, bakakamata moto wakaenda maparsa kule kwa kolo. Sikuwajua hata parce que nilikuwa première fois na baona sibajui hata maki sikujua kani ba soda ba wapi wala ba wapi. Busiku ma 19h30 nilitokaka kwangu, mimi naenda kwa papa mimi nalangulia kabitu, kufika kwake nikalangula vitu vya nilangulaka, kutoka tu mwake hivi kurudia, kufika tu mubarabara hivi mwa ile ma 19h30 nikakutana basoda bawili banashimama munjia, kushimama munjia bakanishimamisha. Kunishimamisha bakaniambia nitie benye minaleta chini. Nikatia benye minaleta chini. Mumwa direct akageuka nyuma yangu angasharja akakuwa nyuma yangu. Na ule mumwanje kwa ni intimide. Akagusa mumufuko, franga, simu yenye nilikuwa kanabi vyote akabeba na bitu yenye nitoka kalangula. Pale kumaliza kuninyanganya, basi nikabambia munisaidie basi na masimu karte tu ya simu yangu. Bakatosha masimu karte bakanipatia. Pale mwa ile njia tulikuwa na shimama, bakaingia munyumba mu lupango ya bavuaze benye balikuwa pale kwetu tulikuwa na shimama, nabo pale bakaba intimide na bakaiba namo bakabeba simu. Jana tena siku ya kwanza ma 18h mara balikuwa ma 18h tena vile banakuya mwa ile quartier biko na nyanyasa ti kuiba tena, banafika kwenye mimi nalalaka, banakutana mwenye lupango pale baere wangu, anakutana baere kwa pale na bibi yake, banasema mama tusaidie mai ya kunywa. Ile kusema nisaidie mai ya kunywa, mama anatashi mama salete mai ya kunywa, direct lisasi inatoka banaipiga mu migulu ya bwanake. Upande wake bwana George mkaji wa kata la Majengo ya pili, akiwa pia ni muanga wa vitendo vya uporaji, amesema kuwa wamefaulu kuchukua simu zaidi ya 3 na pesa 100,000. Hii hapa ni Majengo D. Tulikuwa ma 19, nilikuwa nakutaniwa hapa, madame iko na prepare chakula. Vile masasi kanzalia kwa hapa kunyumba, niko na watoto wote hapa, nikamwambia watoto mbo hivi kisi masasi inaanza ilikuwa mkusalishe vitu vingie munyumba, mkutaniwa kwanza mko munyumba, kisi mama yenu atamaliza songa mule mafiga, tunampokea vitu vinaingia munyumba, tunakulia munyumba. Hiyo mida hivyo masasi kaanzalia, dogisi madame alimaliza kusonga akapeleka chakula huko.
Sasa ile boga ya mwanamke akaacha chungu mule ya mboga, akasema sasa yeye atatoka tena nje, itabidi keni kamata ile mboga piske batoto bakiwa pakulia bakoni. Sasa yenyewe natoka naingia na mboga nazunguruka sasa niende kuwese, nikakuta deja mule munaingia babiana mbili bangai ba hapo nyuma hapo bajirani yangu na mwingine mwenzangu Montare hivi kaingia pale, aseni nini ase basoda tu kuna kana na kimbia basoda deja, kumbe mule avake bale abayaingia bale babiana bawili mlikuwa mshaingia, mwingine mama hivi alikuwa na mtoto garso hivi. Baada ya hapo nyuma tu kidogo tu soda kakuya vamia kumlango, kaanza kukotana pale. Sasa niko napenda nifunge mlango na yeye iko na puse aingie ndani, akakamata ile bunduki akavunja vitre piske mlango iko na vitre pale vunja, tukaanza kukotana. Akaniambia sasa hivi gisi nishavunja hii vitre, akakamata ile nani ya bunduki akachia mlango, ase ukifa blagi hapa mimi nakuua na jeni. Mimi nikaona niko na familia, bibi yangu iko mule, watoto biko kwa soda mmoja kwa navala jezi ya Barca na huko chini alikuwa na tenia ya majifu. Kanikamata telefone ya kidogo ya Itele yenyewe nilikuwa nayo, kumeza kulikuwa simu ya kavambi ya Android ya Sony.com, mata na radio, akakamata zilikuwa radio mbili, akakamata zote, akamata telefone ya bibi yangu, wakaanza oblige ke nitoe makuta. Sasa Kenya alinitishia najo zaidi, alikuwa ashafungula sefe, sasa natapiga watoto, sina makuta yenyewe nilikuwa nayo mposhi kwa 100,000 francs ndo yenyewe alibeba. Ndo gisi alitoka akaenda, lakini watoto walibakia tu sawa. Hata hivyo, Bwana Lebo Esau ni mkaaji wa kata la Kibonjo 3 mjini Baraka, ametoa hapa picha namna matukio ya wizi na uporaji yalivyofanyika kwenye kata lao. Katika kata letu la Kibonjo tumetembelewa na wezi. Ni nyumba takriban 3 ndani ya kata la Kibonjo, na mimi mwenyewe nimekuwa muanga wa wizi, kitendo cha wizi. Duka langu la kuuzia dawa au la kuuzisha dawa, farmasi, imeingiliwa na kuweza kubebwa kwa dawa zote. Zimebebwa, hawakuweza kuacha hata kitu kimoja. Mulikuwepo baadhi ya vitu fulani mule ndani, vyote vilipelekwa. Basi sisi kama raia wa kata la Kibonjwa na wa mji wa Baraka tunakuwa na mshangao mkubwa sana, maana tuna vitengo husika na usalama. Tuna wazalendo, tuna jeshi la taifa, tuna pia askari polisi tunao, na hawa wanakuwa pia kwa ajili ya ulinzi na amani ya raia. Cha kushangaza, inakuwa ni muda sasa wa vitendo vya uwizi kuendeshwa ndani ya mji wetu wa Baraka. Hili jambo linakuwa ni jambo ambalo linakwenda kuumiza sisi kama raia. Maana kama mtu, vijana kama sisi tunajitolea kwa kuweza kufanya mradi fulani kwa ajili ya maendeleo, au inakuwa pia ni baadhi ya budget za kimaisha, wanakuja wananichukulia ule mzigo wangu, ile project yangu, wanakuwa wananirudisha nyuma. Upande wake Bwana Sende Miliati Kuboka, kiongozi wa kata la Kalinga Nord, amelaani vikali vitendo hivyo ambavyo vinahatarisha maisha ya raia wa eneo lake. Mimi kibinafsi kama vile kiongozi wa kata ya Kalinga Nord, ninakemea hicho kitendo kwa sababu ni kitendo kibaya sana. Ni kitendo ambacho kinaweza kikatuma watu wanahama mji. Kwa hiyo ningependelea wale ambao wanahusika na usalama, wazalendo, FARDC, la police, ANR, hata na mimi chef, tujiimplike mwa situation juu inaweza tuma watu wanatoka mwingine. Antuka hii janga sikuifurahia. Tuendelee kusaidiana kufanya usalama kwa kulinda raia na mali yake, sio kutrakase raia, hapana. Vile Albert Tonda Maisha, mwenyekiti wa shirika la raia Force Vive mjini Baraka, ameomba kwa jeshi la taifa FARDC na wazalendo kurekeleza yale waliokubaliana kwenye kikao. Ndugu mtangazaji, sisi tunahuzunika sana na ni mambo ambayo tunashangaa kulingana na vikao ambayo tumefanya kuanzia juzi, jana na leo. Ni mambo ambayo inahuzunisha sana, na tunategemea kwamba viongozi wa kiserikali wakae chini waangalie namna gani ya kupata suluhisho, na hakuna suluhisho ingine. Ni askari ambao tuko nao walikuja juu ya kwenda kwenye vita, hawakukuja juu ya kubakia Baraka, na sisi tunaomba viongozi watuambie kwamba tuwaachie mwingine ama namna gani. Haviwezi wezekana tukue na serikali kisha tukue kama watu wene wako katika vita, na ndio kwa sababu tunaomba viongozi waangalie yote ile inawezekana hii hali iishe,
Angalia jana hapa msichana wa miaka 13 amefariki kwa sababu ya chapati tu. Wamemwambia watupatie chapati, amekataa na wanampiga masasi. Wablese wamepatikana ile eneo hapa Kalinga Nord. Ni mambo ya huzuni sana kwa sababu ya chapati. Militaire waleta Kongole apige raia juu ya chapati, ni huzuni. Kupitia hali hiyo inayoikabili mji wa Baraka, kikao cha dharura cha usalama kiliweza kufanyika ambako bwana De Gaulle Malembewe Kubo akiwa mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Baraka, akiwa pia mshiriki katika kikao hicho, ameeleza hapa hatua zilizochukuliwa ili kutokomeza hali hiyo. Mimi mwenyewe niliasiste kwa hiyo masel daire kwa walipigwa masasi kuko wenye mimi peke nilitia ku moto kwenda acha mpaka kwa hospitali. Mimi peke nilivivre hapa kusikia habari. Ndio na mewa jiji tukatembea naye, tukaona viongozi wote wa jeshi, tulikuwa ku region, tuliona komanda secteur hapa, tulikuwa mu reunion na representant komanda region hapa na ile komanda bataillon hapo mu stade Lumumba, tukaongea juu situation ya leo. Wema komanda alikuwa na moyo wenye huzuni sana paraporo ya evenement zipitikana usiku, na komanda alionyesha kwamba ile hali haiko hali mzuri, ni Russia yote ilikuwa sezi. Kwa hiyo alisema ya kwamba mwide jour a partir ya leo tutasi wenyewe tuna changement par rapport à mamezile zeba takamata. Kwa hiyo ndaomba vijana tusubirie kwanza, tuangalie gisi walitupromettre que a partir ya leo batasire sekretari mzuri na ile hali haitarudilia tena, na angalia koma hata ekipe za waibu kuorganize patrouille bo peke benyewe pour que kwa sire sécurité. Na walisema yote mwenye atakuwa tembea kiole na bunduki usiku bila nizamu bila itakuwa na kamatiwa na mfunga akuwe nani bali turasire ku niveau ya hierarchia ba militaire ma niveau zote. Sebele. Shirika la rahia Sosiko RDC la laani vikali vitendo vya wizi vinavyoendeshwa katika kijiji cha Sebele. Kitendo kimoja ni cha hivi karibuni, kijana mmoja muuza vocha ambaye aliponea chupuchupu kwa kutaka kuporwa vitu na kuuawa kwa risasi na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia Jumapili ya tarehe 25 Januari mwaka huu kijijini Sebele. Enyambwe Asa Mkumu ni kiongozi wa shirika la rahia Sosiko RDC, ameomba kwa vitengo husika na usalama kulinda rahia na mali yake kama alivyoanza kuonesha mkasa huo. Kijana umoja ambayo anajulikana kwa jina la King hapa Sebele, anakuwa na kazi ya kushaji masimu, kurusha minite, pia hata anatumika na mshope mpesa hapa Sebele pale kubarabara. Wajambazi walimuingililia usiku, walikuwa wakivaa sara za kijeshi. Kwa hiyo wakakuwa wakibebana ndani ya nyumba yake pale. Alikuwa kibana ngambo moja ya silaha na ule jambazi na alikuwa kibana nyingine ngambo. Kati ule jambazi alipopiga masase, bahati nzuri sasa haikupata kijana huyo King. Na sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC tunalaani na vitendo kama hivi, na vitendo ambavyo vinarudisha mwingine wala kijiji chetu cha Sebele nyuma. Mara kwa mara vitendo na kama na hivi vinashuhudiwa kabisa. Kwa hiyo tunalalamika na tunapenda kuambia wahusika usalama wazidi kulinda raia ya Sebele, kwa maana watu wameshahangaika sana. Kila siku watu wanaibiwa ndani ya manyumba, watu wanatishiwa na masiraha hapa na hapa, watu wameuawa juu ya masiraha. Yani ile kabisa inaleta hata amani ndogo kwa wakaaji wa Sebele. Tunaaminia ya kwamba serikali itaviingililia kati, pia hata walifu hao wataenda chukuliwa azimio wakati watakapoonekana. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye mchumbi wa mkulima na Fatuma. Naam, shukrani sana mwenzangu Bi Bukuru Tantine Aldama. Wacha tuanze habari zetu hizi za michezo na habari za katika mji wa Baraka, na zile zisemazo kuwa meya wa mji wa Baraka kwa muda Bi Marie Mukanja Swaz ametoa msaada wa jezi kwenye klabu ya FC Flambora mwanzoni mwa wiki hii. Tunayo nini sababu ya kutoa msaada huo? Bi Marie Mukanja Swaz, meya kwa muda wa mji wa Baraka, anaeleza yafuatayo. Nilifika hapa kukia participer entraînement ba jeune yetu ya vile ya Baraka, na mimi niliona ifale nikuya ni participer nione koma bana evoluer si réellement ba jeune yetu biko mu mouvement ya sport. Nilikuta ba jeune ya FC Flambora ndio biko nafanya ile entraînement na nikafurahi sana. Nilibaletea zawadi ya Varez. Nilianzia hapa na sitaishia hapa, kama ziko 10 na zote 10 ndazitembelea na ndazipatia makado kama gisi nilianza ku Flambo. Kendaomba ba jeune yetu baendelee na sport,
Ba mama nabo ifale tuorganize ekipe ya ba femme marie, nabo bansifanya sport juu ya kupunguza magonjwa niko mumwili ya banamuke. Tukiachana na habari hizo za katika mji wa Baraka, tuangazie habari za huko barani Ulaya. Ni kwamba uongozi wa klabu ya Arsenal wako tayari kumtumia ofa kocha wa klabu ya FC Como, mchezaji wao wa zamani Cesc Fabregas, endapo kocha wao Mikel Arteta atashindwa kubadilika kimtindo wa uchezaji. Gazeti la Daily limeandika hivyo. Mchezaji mwenye uraia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bin Malango, amesaini rasmi kwenye klabu ya Al Zulfis ya huko Saudi Arabia. Klabu ya Nottingham Forest wametoa ofa ya paundi milioni 35 kumsajili Jean-Philippe Mateta, lakini Palace wanataka kifurushi cha paundi milioni 40 na watamruhusu Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 kuondoka ikiwa bei hiyo itafikiwa. Gazeti la Atletike limeandika. Mabibi kizee wa huko nchini Italia, Juventus, pia wanavutiwa na winga wa Liverpool Federico Chiesa wa miaka 28 na mshambuliaji wa Uholanzi Joshua wa miaka 24 ambaye yuko Manchester United. Gazeti la Dello Sport limeandika. Bibu Kurutantine Aldama, habari ni nyingi ila naishia hapo. Msikilizaji, endapo unaendelea kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Fizi. Shirika la rahia tarafani Fizi limelalamikia kukamatwa kwa mwandishi wa habari Thomson Unji Batangalwa ambaye anashikiliwa kwenye kituo cha askari polisi mjini Baraka tangu siku ya 3 wiki iliyopita. Barua hiyo iliyosainiwa na kiongozi wa shirika la rahia tarafani Fizi Bwana Jacques Alimasi inagubikwa na vipengele visita. Pointi ya kwanza inaonyesha kiini cha barua ambayo ni ya majonzi kufuatia kushikiliwa kikatili kwa mwandishi habari huyo. Pointi ya pili inaweka wazi kosa lenye kumkabili Thomson Unji ambaye anatuhumiwa kuendesha kipindi kwenye redio Le Message du Peuple mjini Uvira pamoja na wanamemba wa FCM23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Pointi ya tatu inabainisha kuwa sababu yenye kutajwa na vyombo vya usalama si halali na haiwezi kupelekea kukamatwa kwa mwandishi wa habari ambaye alitekeleza kwa uaminifu jukumu lake sawasawa na sheria. Pointi ya 4 imeonyesha kuwa kukamatwa kwa mwandishi wa habari Thomson Unji kunafanyika baada ya kurekodi kukamatwa kwa wengine, sio tu waandishi wa habari bali pia wanamemba wa shirika la rahia na watetezi wa haki za binadamu katika eneo la Fizi na jiji la Baraka, pamoja na vitisho vya kudumu dhidi ya watu wa aina hiyo. Pointi ya 5, shirika la rahia tarafani Fizi linalaani kukamatwa na vitisho hivi vyote dhidi ya waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu na limeitaka mamlaka husika kulinda rahia, waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu. Kwa kumalizia, shirika la rahia linahitaji kuachiliwa huru kwa mwandishi wa habari Thomson Unji Batangalwa William bila sharti yoyote, huku ikiwakumbusha waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu kuwa makini na kutumia ujuzi wao wa kitaaluma katika kipindi hiki cha mkanganyiko wa usalama. Lemera. Shughuli mbalimbali zinaendelea kufanyika kama zamani licha ya vurugu ya vita kati ya FCM23 dhidi ya wazalendo zilizoripotiwa siku za nyuma katika kijiji cha Lemera tarafani Uvira, hatua ambayo imepongezwa na baadhi ya malida wa eneo hilo. Katika mazungumzo na Radio Kivu kwenye laini ya simu na mmoja kati ya malida wa eneo hilo, wametaja kupongeza tabaka mbalimbali za watu ikiwemo kanisa la 8 Sepake Lemera ambao wamehamasisha wananchi kurejea ili kuja kuendelea na maisha ambako kwa sasa hali ya kiutu si yenye kutisha zaidi, kama alivyoeleza moja kati ya malida wa eneo hilo. Kwa leo mtajua situation security iko vizuri sana, hakuna tatizo. Kazi wa Lemera wako na tembelea kwa activity zao kama kawaida, wenye wa kukimbilia kwa mashamba zao wanafanya kazi, wanalima kama kawaida.
donc wamotari wanatembea vizuri, c'est-à-dire en général activité ile ya mjini iko sawa. En tout cas c'est pas plus. Yaani tunaweza kuretenire ni kwamba le maire watu hawakukimbia licha ya sekuse ya kivita ambayo ilipita huko. Wana watu hawakukimbia ile ndio kuhakikisha vizuri sana. Iko kweli wakati kulikuwa affrontement après vizuzi ya mouvement ya M23 na wazalendo. Bon, kulikuwa wakati wakijideplace kidogo kuma village yenye iko pembeni. Tunajua kama maisha ya mwanadamu iko tellement sacré, alors il a fallu que wamoja wajideplace kwanza kuangalia jinsi usalama itakuwa, lakini nyuma wakati amani ilirudia, kila mmoja akaanza kujirudia polepole, parce que l'autorité locale, notamment chef de groupement na chef de village, wametanda walianza sensibiliser population juu kuwaonyeshelea kwamba kama kuna tena tatizo, donc population irudie kumaoneo na watendelee tena kumakazi yao kama kawaida. Na kanisa nayo pia ilifanya kazi yake, kanisa la Witchen Sepati ya Lemera, kuambia watu kama kuna tatizo, donc warudi nyumbani, hakuna kitu endelee tena kama kawaida. Tulipenda kujua kwa sasa, tulisikia kwa reseaux sociaux yawezekana kwamba AFC M23 haiko tena Lemera. Hizo habari ziko je? Mambo ya siasa ni tutaendelea kuingia zaidi, lakini ile information tunasema kwamba kama mouvement ya AFC M23 kama ilitoka Lemera, ile ni message ya bongo ya tulikuwa habari ya bongo ile wangaliki pale. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba mji wa Goma umeeneza mwaka mmoja ikiwa chini ya uongozi wa waasi wa FCM23 Jumanne hii ya tarehe 27 Januari. Toka ukamatwe na wahasi, raia wa Goma wanapitia changamoto mbalimbali za kiuchumi na kiutu. Izaki Mulucha Ashibe atuambia kwa kina taswira ya maisha ya Goma chini ya utawala wa M23. Kwa wakahazi wa Goma ilikuwa ni bahati kuona jua linazama siku hiyo ya Januari 27, 2025. Raia wengi walifariki wakiwemo wamama wajawazito, aidha kwa risasi, aidha kwa moto ulioteketeza gereza la Munzenze kutokana na mashuhuda wa siku hiyo ya giza. Ilikuwa ni siku ya kwanza hivi tarehe 27 Januari 2025. Waasi wa M23 waliuteka mji wa Goma. Mjini Goma mlikuwemo jeshi la Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, mlikuwemo jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO, mlikuwemo jeshi la East Africa Community EAC, lakini pia mlikuwemo wa mercenari wa Kirumania FRDC na wazalendo. Hata hivyo mji wa Goma uliweza kuanguka mikononi mwa waasi hao licha ya ahadi zilizotolewa na Rais wa Jamhuri kwamba mji wa Goma hautaanguka. Kama walivyosema Bibu Kurtantina, kuanguka kwa mji huo kulisababisha madhara makubwa kwa binadamu. Maelfu ya watu waliuawa kwenye mapigano na kuwasababishia watu shida kubwa ya kibinadamu. Mwaka mmoja baadaye, maoni bado yanatofautiana sana miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baadhi ya wakazi wanataka waasi wa AFC M23 waondoke mjini humo. Wengine wanafikiri kwamba mji huo sasa unakuwa na utulivu wa kiusalama tangu kuwasili kwa vuguvugu hilo linaloongozwa na Corneille Nangaa. Tuweze kumalizia kwa kusema tu kwamba imeandikwa katika historia sasa. Chini ya utawala wa Felix Antoine Tshisekedi, Goma imekaa mwaka mzima mikononi mwa vikosi vya M23 vinavyoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kwa kumalizia uchambuzi wetu wa habari na huko nchini Burundi ni kwamba baadhi ya wakimbizi wa Kongomani wenye kupatikana ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wanaomba kwa vyombo vya usalama ndani ya kambi hiyo kuheshimu kama ipasavyo haki ya kimataifa ya wakimbizi. Hivyo ni baada ya mama mmoja kufariki kwa kupigwa vikali na askari polisi weekend iliyopita. Taarifa tunazo ni kwamba yote yalitokea wakati wa mapokezi ya pesa ya chakula ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi, kama anavyoeleza hapa mmoja kati ya wakimbizi aliyehifadhi jina lake. Sisi kama vile wakimbizi wa Kikongomani wenye kupatikana ndani ya kambi ya Busuma mkoani Ruigi nchini Burundi, tunaendelea kusikitishwa na kukerwa na vitendo vya unyanyasaji ambavyo sisi wakimbizi tunaendelea kuvifanyiwa na askari polisi wa nchi ya Burundi.
Kitendo kinachotusikitisha na kutukwaza zaidi ni kuona mama wa miaka takriban 39 akiwa mjamzito alikwenda kupigwa fimbo na askari polisi ambao wako sanse kutulinda, kutuchunga, lakini ndo wanakuwa sasa wa kutunyanyasa, kutupiga kiolela kama vile nyoka. Mama alikuwa pamoja na wakimbizi wengine kwenye kituo cha mapokezi ili kupata pesa kidogo ya ration. Basi unajua kulikuwa kaambuteyaje kidogo na polisi ikawa iko narudisha watu nyuma, warudie nyuma ya file d'attente. Na katika ile purukushani ya kurudisha watu nyuma, ndio mama huyo alikutwa iko chini na kupigwa fimbo moja kwa moja kwenye tumbo lake, na mama akawa amepoteza fahamu na kupelekwa kukituo cha matibabu hapa kambini Busuma mkoani Ruigi. Ghafla mama akawa ameiaga dunia. Mwishowe, wakimbizi wanaomba kwa vyombo vya usalama kuheshimu haki ya wakimbizi. Sisi kama vile wakimbizi tunaona kwamba haki zetu haziheshimiki, haki ya mtu haiheshimiki, haswa haki ya kina mama. Kwa hiyo tunaomba wakuu viongozi wenye kushimamia kambi hii waangalie namna gani watakanya polisi kutumia nguvu kupita kiasi, si vizuri, sababu tunaelewa kaprice za wakimbizi kufanya fujo kwenye mapokezi ni kulalamikia njaa, kulalamikia shida ambazo anazozipitia, na polisi inatakiwa kuelewa kila mara wakimbizi ndio wenyewe wanakuwa wanaandamana, kama tutasema ni kuandamana, na haitakiwi sasa kutumia nguvu kupita kiasi mpaka kuanza kutumikisha fimbo, magongo, kupiga watu kama wenyewe kupiga nyoka. Vile vile labda tunatoa mwito kwa wakuu viongozi wa serikali ya Kongo, maana yote ambayo tunayoyapitia hapa kwenye kambi ya wakimbizi nchini Burundi ni wenyewe ndio wamesababisha hiyo. Kwa hiyo tunawaomba wajitahidi kwa namna moja ama nyingine kurudisha amani na usalama nchini kwetu kusudi tupate kurudia. Tusije tukaishia wote huku na fimbo za hawa watu ambao walikuwa sanse kutuchunga, lakini ndio wanakuwa wanatupiga kama vile wenye kupiga nyoka. Ni kupitia sauti yake hiyo, moja kati ya wakimbizi walioko nchini Burundi, ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama. Shukrani kwa wenzangu wote ambao tuliambatana nao kwenye meza ya uhariri, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye.